Na leo utakuwa nami Patrick Luma kwenye kipindi cha Fair Play, tukizungumzia kwa ufupi sakata zima kuelekea dabi ya Simba na Yanga hivi leo. Mpaka sasa taarifa rasmi haijatoka, ila tutapita kwa ndani kabisa kuongelea kiujumla taarifa na sakata zima linavyoenda mpaka hivi sasa. Kuhusu mechi ya Simba dabi Kariakoo, Yanga zidi Simba, ni mipaswa ichezeke leo tarehe 8 saa 1:15 majira usiku Tanzania. Sasa kwa jinsi ilivyokuepo jana, Simba Sports Club waliingia kufanya mazoezi yao ya mwisho kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kama ilivyokuwa sheria na kanuni zinavyojieleza. Sheria na kanuni inajieleza timu mgeni inapaswa afanye mazoezi kwa muda wa mechi husika siku moja kabla ya mchezo, na Simba jana alifanya hivyo. Alifika saa 1 pale Benjamin Mkapa na wakashindwa kuingia, walizuiliwa wasiingie kwenye uwanja na kufanya mazoezi yao ya mwisho kutokana na sababu zisizokuwa na msingi, kama wakiamini kwamba wanaenda labda kufanya imani ya kishiriki au nini, lakini vyote havikuwa vya msingi. Wamezuiliwa pale, wamekaa zaidi ya masaa 2 toka saa 1 mpaka saa 3 ndo wakaamua kugeuza kuondoka, na watu waliowazuia wakidaiwa ni walinzi na makomando wa Yanga wakilinda uwanja kuelekea mechi ya dabi ya Kariakoo. Basi kutokana na hilo sakata zima, Simba na wenyewe kukaa kimya baada ya kunyimwa haki yao ya msingi. Kiukweli ni haki yao ya msingi, ilipaswa wafanye mazoezi, ila kwa sababu zisizo na msingi wala muktadha wote wamezuiliwa. Basi Simba akatoa taarifa kwa umma. Taarifa nitasoma kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma. Simba Sports Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu NBC dhidi ya Yanga. Simba ikiwa timu mgeni, kwa mujibu wa kanuni 17 kifungu cha 45 na kanuni ya ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Kwa makusudi Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika, wakimaanisha ni saa 1 hiyo. Katika sitofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo, pamoja na kamishna wa mchezo kuhusika. Katika mabaunsa wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa 2 kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huu wa taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahidi dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management klabu ya Simba Sports. Hiyo ni taarifa kwa umma. Jana Simba alitoa waraka huo kutaarifu wananchi mashabiki wa Simba Sports Club kwamba wao wameshajiondoa kwenye mchezo, kutoshiriki tena mchezo wa NBC dhidi ya Yanga kwa sababu ya kuzuiliwa kutoingia uwanjani, wakidaiwa nani waliwazuia ni makomando. Kwa hiyo Simba amesema haki imehifadhiwa, nao wanasubiri itolewe wapate haki yao. Taarifa fupi zilizonifikia hivi sasa hivi punde ni za klabu ya Yanga. Yanga na wenyewe wametoa taarifa kwa umma. Wametoa taarifa gani? Ngoja nikusomee ni usikie, ndugu mtazamaji wa Sanga Media TZ.
Uongozi wa Young Africa Sports Club inapenda kukutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025 dhidi ya Simba Sports Club saa 1:15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young Africa kama mwenyeji wa mchezo, tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young Africa utapeleka timu uwanjani, uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, na tutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mkoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andre Mtini, Young Africa Sports Club. Hiyo ni taarifa update ya sasa hivi ya Dar es Salaam Young Africa. Wametoa taarifa yao wakisema hawatakuwa tayari kucheza mchezo wao dhidi ya Simba siku nyingine ikiwa hautochezeka leo. Kwa hiyo ni sakata inayoendelea, dabi mpaka sasa iko 50-50. TFF wamesema mchezo upo uchezwe na taratibu zingine kama adhabu au kiuka kwa kanuni na sheria zitasomwa baada ya mchezo kuchezwa. Kwa hiyo twende pamoja tuone. Siku leo naona itakuwa ndefu kidogo, mpaka ifike saa 1 tutajua mbivu na mbichi, si ndio? Hii ni Sanga Media TZ na ulikuwa nami Pat Kiluma. Tutaendelea kupa update zote zinazotokea uwanjani kuanzia hivi sasa. Tukutane pale mjini YouTube kwa jina Sanga Media TZ. Tupo pamoja sasa paka mwisho wa mchezo. Tukutane Benjamin Mkapa. Hii ni Sanga Media TZ. Asante, wakati mwingine.